ila zote za yule mwovu shetani zimebatilishwa. Wewe umekuwa ngao yetu na ulingo wetu, umetusaidia tena kuja katika nyumba zako. Kuna jambo jema umetukusudia Kristo, tunakuinua na peke yako unastahili. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu uko tayari kutuelekeza na kutufundisha, maana nasoma na kufundisha na tushauri tuonyesha njia ili tupate kuiendea. Baba, tunakutukuza kwa sababu naenda kufanya jambo jipya katikati ya maisha yetu. Tunashuka na kunyenyekea kwako, tukiendelea kuomba toba na rehema mahali popote tulipoenda kinyume na mapenzi yako. Mwaminifu Bwana, na iachilia damu ya Yesu katika malango haya kwenye mioyo yetu na nafsi zetu na miili yetu. Ninakutakasia kuta, ninakutakasia viti, ninakutakasia watu, maana unasema makuhani walijitakasa, wakatakasa watu, wakatakasa mlango, wakatakasa na kuta. Ndivyo nasi tunatakasa kila kitu. Ee Bwana, tunamshusha ile mwenye nguvu anayejiinua juu ya elimu ya kwako, tunamseta chini ya miguu ya mtu. Tunanyamazisha kimya kila sauti, kila falme na mamlaka wa kuagiza mapepo mabaya kwenye ulimwengu wa roho. Tunatiisha vyote vikapata kukutii wewe Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Karibu Roho wa Bwana, uwe nasi na tufundishe. Nitumie kama chombo chako kilichotengwa kwa kazi iliyo njema, ili kila mwenye mwili akakuone wewe. Kwa utukufu wako Mungu wetu, ninashuka na kupungua kabisa, nisionekane ukaonekane wewe, nisitaje ukatajwe wewe, nisitende ukatende wewe. Kwa utukufu wako Mwokozi, ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba. Amen. Amen. Hallelujah. Ni makofi mmenipigia mimi jamani, mpigie Yesu. Ongeza vingine mingi kwa ajili ya Baba anayetuwazia mema na kutupenda. Hallelujah. Kushangaza tunasema tupige makofi. Kuna mwingine kama vile anasubiri matangazo. Piga makofi. Yaani hapa ambacho tunaweza kumpa Bwana. Mshangilie. Hiyo ndio sababu yako ya maana kwa Bwana. Usifikiri Mungu ana shida na mambo yako, ana shida na sifa za moyo. Ana shida kusikia watu wameendelea kuomba yeye Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Narudia tena, kama umefungwa mikono ukijua thamani mshangilie. Lakini kama umefungwa mikono na hautalazimishwa kumpigia Yesu makofi. Amen. Kwa sababu tunasema tumpigie Yesu makofi, mpigie tu kwa sababu anastahili hizo sifa. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Yesu. Amen. Niwapongeze sana kwa namna ambavyo mmeonyesha mwitikio kwa Yesu kuendelea kutafuta uso wake. Ni wangapi ambao wanaona njia zao kama zinafunguka vile? Hiyo mikono usiinue kunifurahisha. Yaani kabisa mwili wako unaiona Mungu mbele. Inua mkono kwa Yesu Kristo, huku tukimwasilisha kwamba yeye anafahamu kitu. Haleluya. Haleluya. Maana tukifurahisha ni si chochote. Lakini tukiinua kwamba tunaelewa kwamba kuna vitu vinatokea kwenye maisha yetu, hiyo ndio furaha kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Vipindi vyetu tayari vingine viko tayari YouTube. Ukiweza ukiona kuna mahali unataka kujikumbusha labda unaandika vibaya, andika tu Biblia kabisa ili utaviona vipindi vyetu na maombi yetu kuanzia Jumapili. Jumapili asubuhi, mchana, Jumatatu, Jumanne, vyote viko hewani. Kwa hiyo ukitaka nenda andika Biblia kabisa, utakutana navyo. Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Mbona mmetoa kama sio wenyewe? Ni kweli. Tuko tayari kuomba. Tuko tayari kuomba. Amen. Amen. Niwapongeze kwa maombi ya jana. Kuna mahali ambapo tulisogea kidogo, si ndio watu wa Mungu? Kuna mahali tulisogea kusogea. Tulikuwa tunakatana. Kuna
tunaondolewa miguu yetu katika hali ya kutangatana. Ninamshangaa Roho Mtakatifu, yaani kila nikijaribu kuchomoka kwenye ishu ya miguu, sielewi kwamba kwa nini bado tumebanwa hapa. Kuna kipengele kingine ambacho hakitaguswa kabisa. Yaani kuna namna ambapo hatutapagusa. Kichwa hatutakiombea sana sana. Kwa sababu kama leo tunarudi kuja kwenye kuomba kuzoza miguu, sijajua kama bado kwenye ishu ya kichwa tutaomba vizuri. Kwa sababu tunarudi na mikono na miguu na kichwa, ni sura na kichwa. Amen. Tuliombea ishu ya mikono siku moja. Endelea kuombea. Endelea kuombea. Amen. Endelea kuombea mikono yako. Labda nizungumze jambo hili kwamba unapofungwa miguu, unafungwa umiliki, unafungwa utayari, zinafungwa baraka zako zote. Mwanadamu baraka zake zimefungwa kwenye miguu. Yaani zile matokeo ya zile baraka nazisema kwamba atabadilika kazi ya mikono ni matokeo ya kwamba miguu iko mahali sahihi. Kama miguu haiko mahali sahihi, hii mikono haitakuwa na matokeo. Hata kama utakuwa na bidii namna gani, hauwezi kupata matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio maana nakwambia Yoshua, kila utakapokanyaga nyayo za miguu yako nimekupa kumiliki. Na ndio maana nisema, ndio maana watu wanahangaika na kuzoa nyayo, wanazipeleka wanaenda kufunga maisha ya mtu, kwa sababu wanajua ili ufanikiwe baraka zako ziko kwenye nini? Miguu. Ndio maana tukatolea mfano kabisa wakati tunasikia kwamba riziki ya mbwa imefungwa kwenye miguu yake. Sio tu hiyo sentensi kwamba inacheza na mbwa, ila ni kwamba kila baraka imefungwa kwenye miguu. Ukikaa hapo hapo, ina maana baraka zako hazipo. Bwana Yesu asifiwe. Ukifungwa kichwa, unapoteza mwelekeo. Ninapofungwa kichwa, nakuwa nimefungwa kupoteza mwelekeo. Siwezi kuwa na maamuzi sahihi, siwezi kuanza sawasawa. Akili zinafungwa, fahamu zinafungwa. Sawa? Kwa hiyo ninapofungwa kichwa, ninakuwa nimefungwa ili kuhakikisha hatima yangu haitimii, kuharibu fahamu, mtazamo, maono yako hayawezi kutimia ukiwa umefungwa. Kwa hiyo hivi viungo vitatu vilivyoainishwa kwenye Yohana 11 viliainishwa kwa sababu vyote vinategemeana katika kumfanikisha huyu mtu. Nikifunguliwa kichwa kama mikono imefungwa au miguu imefungwa, bado siwezi kuwa na matokeo, kwa sababu maono, mawazo ili yatimie, lazima miguu iwe imesimama panapo nafasi na mikono iweze kutenda kazi, iweze kutimiza kile ambacho kinakifanya. Okay, akili ikifungwa, hata mikono ikisema nataka kufanya kitu, haiwezi kufanya kitu kwa sababu hapa pamefungwa. Akili na mikono vikifunguliwa, miguu ikiwa imefungwa, bado siwezi kufanya chochote. Na ndio maana Yesu alipokutoa Lazaro akasema, mfungueni mwache aende. Hivi ndio vitakavyosababisha sisi kuwa na matokeo. Akili, mikono, miguu. Hapa kichwani pakiwa pazuri, fahamu zikiwa sawasawa, akili zikiwa sawasawa, maono tukiwa nayo, mitazamo yetu tutawaza, tutafanya sawasawa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mikono inapofungwa, inafungwa uzao, maongezeko, baraka za kuongezeka ziko kwenye mikono. Ikifungwa, hakuna kuongezeka, unakaa kwenye kudumaa, hauchanui, unakuwa na ukoma, maisha yako yanakuwa maisha ya utasa. Yaani yanakuwa maisha yenye utasa. Ukijiona maisha yako hayana matokeo, yaani hayana vitu vipya, ujue mikono imefungwa. Una mawazo mazuri, una bidii kweli, miguu na utayari, lakini mbona sina matokeo? Mikono imefungwa. Kwa sababu sisi tunakusudiwa kuzaa na kuongezeka. Kama siongezeki, shida iko kwenye miguu na kichwa iko kwenye mikono. Amen. Amen.
Mikono yako ndio imebeba mapigano. Mikono yako imebeba nini? Mapigano. Mikono imebeba mapigano. Tunaambiwa kwamba tunasababisha mikono yetu vita na vidole vyetu kupigana, mapigano yako kwenye mikono. Miguu ikifungwa imefungwa mamlaka. Miguu ikifungwa kinachofungwa ni mamlaka. Na ndio maana tulienda jana kwenye kitabu cha Luka 10:19 anasema ametupa mamlaka ya kukanyaga mamlaka. Miguu yako ikifungwa imefungwa mamlaka, imefungwa utayari, imefungwa uwezo. Kuna watu tuna miguu lakini hiyo miguu haina uwezo. Niwaambia nilienda mahali naona mtu anatembea, yani yupo tu, yani unamwona yuko hivi tu anaendelea na maisha yake, lakini ukimtazama yuko kwa Mungu wa miguu haipo. Haipo miguu. Sasa unaweza nikawa na miguu na niona natembea, lakini miguu haina mamlaka. Siwezi kutiisha. Kama siwezi kutiisha, ujue kama nimeajiriwa nitatawaliwa milele mpaka na sanafu. Hakuna namna ya kupanda. Hakuna namna mimi nitavuka. Utakuwa wanatoka watu nyuma yangu wanabarikiwa, wanapandishwa vyeo, wanapata mishahara mikubwa. Mimi niko hapa. Kuna dada mmoja tulikuwa tunaomba naye, tulikuwa Dodoma. Akawa ananiambia mtumishi, ninaajiriwa miaka 15. Lakini maisha yangu, yani sijawahi kupandishwa cheo, yani sijawahi kupokea mshahara tofauti. Yani sijawahi wala hata zile promotion wenzangu wanapata. Mimi sikutaka. Nikamuuliza kwa hiyo umenizika, sasa nifanyeje? Na ndipo tulipo sasa nifanyeje? Mungu hajapenda. Sio kwamba hajapenda. Ufalme wa Mungu unataka na uongozi. Ile ambayo tunajua kwamba ni haki yako lazima tupambanie mpaka kitu tutakachopata. Tukasema sasa hapa tunaenda kuomba. Mungu akurudishe kwenye nafasi, maana hapo ulipo huko tuwe wale na elea, hauko mahali unajua huko. Inakuwaje wewe una masters, wanakuja watu wa certificate, wanakuja watu wa diploma, wanapewa mishahara ya juu huko tu na unaona ni sana. Tukaomba Mungu amsaidie kurudisha kwenye nafasi. Na sio tu kurudisha kwenye nafasi, tunakataa wala kusaulika. Kwa nini wanakuja nyuma wanapanda? Kwa nini wanakuja nyuma wanapanda? Sawa sawa na kile kitabu cha Yohana sura 5. Kisoma unaona kuna mtu anakuvuta na kurudisha nyuma. Na unashtuka unasema ndio, angalia maisha yako yalivyo. Kuna mtu alikuwa anaongea naye juzi. Alinifuata akaniambia, akanifuata kunisalimia. Kwenye huduma asubuhi, kufanya huduma asubuhi. Aliponisalimia, yeye nilipojitambulisha kwamba mimi naitwa Lydia. Sasa akahisi kama hajasikia vizuri. Tulipotoka akanifuata akaniambia mtumishi samahani, ninaomba nikusalimie. Nisalimia akasema, hivi nimesikia vizuri umesema unaitwa nani? Nikamtaja. Wewe ndio unahubiri ile leo? Nikamwambia. Hivi mbona leo nasikia kama ni mama likubwa? Sasa mimi mimi tuje kwanza kama nimesikia vibaya. Nikamwambia ndio. Sasa wakati nikimtazama hivi, nikaona maiti. Japo huwezi kumwambia maiti, nikitazama naona nini? Maiti. Nikamuuliza swali, naendeleaje? Sasa naendelea vizuri. Sasa kana kwamba mimi najua habari zake. Akasema naendelea vizuri. Nikamwambia naendelea vizuri. Akarudia, nilifanyiwa operation. Nikamwambia operation ya nini? Akanionyesha mguu mmoja wa kulia ni kama mosi kama hivi, lakini kama mtu ambaye ameungua. Wakamwambia sasa kwa kigezo na masharti ya daktari ni allergy. Mguu wa pili ambao nao una allergy ukapata vipele viwili nyuma, hivyo vipele vikaanza kuchimba mashimo ya roho makubwa, ikabidi wakate nyama au wengine wapatie uzima kwenye miguu.
Sasa huku nyuma ile nyama imegoma kuunga. Kwa hiyo hata anatembea hivyo kwa kuchotembea. Nikaomba naye pale, nikasema naye, nikanyamaza. Leo tumemaliza ibada, akanifuata tena akaniambia, tumishi naomba nikusaidie. Nikamtazama pale. Roho Mtakatifu akanisemesha, muulize nasema naye nini. Nikamuuliza, hivi Mungu anasema na wewe nini kwa ndoto? Nasema mimi siku hizi sioni. Nikaambia nimepigwa nimesimama mpaka anga la ndoto nimefunga. Nasema siwezi chochote kuambia. Ujawahi kuona chochote akasema? Muda mrefu sana baba atajeleza ile nipata niliyotaka. Ndugu yangu mmoja ambaye alikuwa marehemu anakuja anataka tuwe na urafiki, tuwe na ushirika. Ni marehemu lakini anataka wawe mshiriki. Nilipokataa akanimanda Mungu. Kwa hiyo shida hiyo nayo chanzo chake ni ile vita iliyo kwenye ndoto. Sasa huwezi kuomba hivyo kama unaombea chai na mkate. Ndio maana kuna watu mmeota hiyo vitu vingi kwenye ndoto vya ndani na miguu na vuto na macho na kimbizwa. Ndio hivyo unamwagiwa vinyesi. Sasa ni ndoto tu kwa jina la Yesu asante Yesu na kushukuru. Hakuna asante Yesu na kushukuru hapo. Ni vita. Amen. Hebu angalia. Huyu tayari ni maiti akishapewa shamba. Lakini shida imeanza nyuma kwenye ndoto. Akachukulia kawaida ni ndoto. Sasa mara nyingine nikaota kama na baba naye kwenye ndoto nikamkemea kweli. Nilipochukua kana tamani mtu anasema. Kwa hiyo alipokemea kwenye ndoto akafikiri ndio kamiliza. Nafikiri na wewe hapo unajiwaza. Najiwazisha. Kwamba nilipoota vile, nilipoota ndio yangu inavutwa, nilipoota nachoma sindano ya miguu, nilipoota navalishwa viatu, nilipoota napefuliwa kucha, nilipoota na nini nazolewa nyayo. Kuna mwingine akaota anakimbia, alikuwa anakimbia mtu anatoka nyumbani akazoa. Haleluya. Haleluya. Wangapi wanajiwatisha walishaotaka ndoto zaidi? Unawaza tu huko ndani kwamba nishaotaka chini yote kitu kinachosema hivi. Wangapi tushaikuota ndoto za Mungu? Na mimi siomba wewe. Au mliomba tu jukwani. Tukamalizana. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya. Miguu yako inaweza ikawa mizuri, miguu yako inaweza ikawa mbaya. Miguu yako inaweza ikawa mizuri, miguu yako inaweza ikawa mbaya. Tunajua Biblia inasema ni mizuri kama nini? Hawezi kutuambia ni mizuri kama nini kama kuna mbaya. Ni mizuri kama nini miguu yako. Sasa hatuwezi kuambiwa kuna miguu mizuri kama kuna mbaya. Sasa inaweza ikawa mimi na mguu mzuri nasema na tunasemaga huko mitaani. Sasa mguu fulani mzuri. Hadi kuingia tu ikawa moja ni kwa kuna miguu unaweza upate kama mguu. Sasa shetani akishajua una mguu mzuri anakuondolea mguu mzuri kwa mguu. Haleluya. Akishagundua una mguu mzuri anakupa mguu mbaya. Kitabu cha Isaya 52 mstari wa 7. Isaya 52 mstari wa 7 anasema jinsi ilivyo mizuri juu ya milima miguu yake aletaye habari njema. Aletaye habari njema. Kumbe kuna miguu inayoleta habari mbaya. Anasema yeye aitangazaye amani, aletaye habari njema ya mambo mema. Kuna miguu inayoleta mambo mabaya. Yeye autangazaye wokovu, auambiaye Sayuni Mungu wako anamiliki. Kwa hiyo miguu imebeba nini? Umiliki. Miguu mibaya haiwezi kumiliki. Utaishi kama mtumwa. Utaishi kama mtu anayetangatanga. Amen. Utaishi kama mtu ambaye yani uko tu. Zaburi 22:16. Tunapita tu kwenye mstari kidogo. Siwezi kufundisha kama sasa nani ingia huko ndani kama sasa ya staarabu. Lengo tu upate mizizi ili unapoenda nyumbani unapata.
Nimefurahi tulipo sadaka tena. Nimefurahi nimepokea ushuhuda. Huyu alikuwa akiomba yuko huko ndani. Lakini ameota akivuka. Akiona watu wakivuka, ina maana na wewe kama ulikuwa miongoni mwa waliokuwa wakiomba jana na wewe umevuka. Lakini alichokuwa anasema yaani katikati ya njia kulikuwa na maji. Tunajua kuweka nguo. Tunajua kuweka nguo. Kuna watu miguu ya kwetu imewekwa. Miguu yetu imewekwa. Watu wanaambiwa tunapopita kwenye maji, tunapita tuingia tukae. Lakini miguu ikikaa kwenye maji, miguu ikawa imewekwa ya maana, naweza ikatepeka, ikaweza, ikafanyaje. Kwa hiyo miguu yangu ikiwa kwenye maji, ndio kile kitu kishatapika, kishaoza, kishaharibika. Ndio maana tumeambiwa tunapita na tukae. Miguu ikikaa kwenye maji kidogo. Tunajua hata tukikaa bado tunaishiwa na mvua. Tunaona miguu inabadilika na sasa tukioweka masaa 24 itakuwa. Sasa sisi ni ngapi ya kwa hiyo wewe. Mtakatifu tusaidie. Saidie wa Bwana. Zaburi 22:16. Nasema hivi, kwa maana mbwa amenizunguka. Biblia imeandika kama ya kwamba inaandika hivyo. Kwa maana mbwa amenizunguka. Kusanyiko la waovu wamenizua mikono, wamenizua mikono na nini? Naomba tuseme wenyewe wamefanyaje? Mikono na nini? Na miguu. Nimesema kuna miguu inaweza ikawa mizuri au mibaya. Sasa hapa anasema kwamba maana mbwa wamenizunguka. Mbwa amebeba nini? Hawa mbwa wanawinda miguu imebeba nini? Uovu, usherati, uzinzi. Ndio vimefungwa kwenye miguu nani? Wewe miguu ya kwamba inajibeba kwenda kwenye hayo tu, kwenye hayo mambo maovu, hayo machafu, hayo. Naona mtoto uzinzi, miguu imefungwa kwenye nini? Kwenye uovu. Imefungwa kwenye uzinzi. Ndio maana amesema kwa maana mbwa wamenizunguka. Kusanyiko la waovu wamenizunguka. Tunaambiwa tunasajili kama situtie majaribu. Waovu wakikusonga utakaa kwenye majaribu tu. Kwa hiyo unapoomba mwambie Mungu aiondoe miguu yako maovuni. Miguu aiondoe kwenye nini? Kwenye maovu. Maovu unaweza ukayataja kama hayo, uzinzi, ulevi. Ni ombi nzuri sana ili akuombea mtoto. Kama una mtoto ni ombi nzuri sana kuhakikisha hiyo miguu ya watoto wako unaishika vizuri. Yaani unaishika vizuri. Na tuache uvivu, tuwe tunaikamata miguu ya mtoto tunasemesha. Ijue kwenda shule, isiende kwenye uovu. Amen. Haleluya. Sawa. Unaweza ukawa na miguu yenye mamlaka. Miguu yako inaweza kuwa na mamlaka au inakosa mamlaka kama nilivyosema. Jambo jingine, miguu yako inaweza ikawa na umiliki. Hivyo vitu tunavizungumza, wewe kama unaandika andika, miguu yako inaweza ikawa na mamlaka, miguu yako inaweza ikawa na umiliki. Unapoingia kwenye uovu, ni nini niombee miguu yangu? Nirudishe umiliki kwenye miguu yangu. Nirudishe mamlaka kwenye miguu. Una miguu haina mamlaka huko. Haina umiliki, huwezi kumiliki, ndio hiyo imewekwa. Imetepeka, haina chochote. Miguu yako inabeba usalama. Miguu yako imebeba nini? Usalama. Miguu yako imebeba uwezo. Unapoingia kuomba, omba Mungu usalama wa miguu yako. Omba Mungu miguu yako iwe na uwezo wa kumiliki. Miguu yako iwe na nini? Uwezo wa kumiliki. Ombea watoto wako hapa. Iwe na uwezo wa kumiliki, iwe ukoma unaopasa kwenye miguu. Haleluya. Angalia kitabu cha Wafalme wa kwanza, tunaingia kwenye kuomba sasa. Tunaenda kuomba.
Nimesema miguu yako imebeba usalama. Ndio maana jana nilizungumza tulichopewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge. Yaani usalama wa mwili huu wote iko kwenye miguu. Kwa hiyo miguu imebeba usalama. Unapoombea miguu yako isemeshe miguu yangu na rejesha usalama kwenye miguu yangu. Kama usalama uliondolewa kwamba kila kibaya kinakuja kikumizoa, sasa narudisha usalama, ina maana narudisha ulinzi kwenye miguu yako. Pia omba uwezo, iwe na uwezo huo wa kumiliki, iwe na uwezo wa kuzalishia. Ukiwa una uwezo, hata ukiwa ofisini wanajua huyu mtu hatufai, yani hawezi chochote. Ndio maana wengine watatoka wanatambulia wanakupita, wewe unaonekana upo haujakufukuza, lakini uwezo huna. Miguu nayo unapitia, lakini kwenye ulimwengu wa roho wanaona hauna uwezo, hautoshi. Kwenye hiyo nafasi wewe hautoshi. Nini shida iko kwenye miguu? Uwezo ukishaondolewa. Okay, wewe unaota miguu yako inamwagiwa kinyesi. Sasa kama imemwagiwa kinyesi, utafanya kitu gani kimeonekana kinafanya? Si kitu chako kinanuka, hakina maana, hakina thamani. Hata ukifanya kwa bidii namna gani vya kwako vitaonekana hakina maana, kwa sababu vishakuwa kinyesi. Haleluya. Ufalme wa kwanza tukufika. Tujue kuwa tunakwenda kwenye hizo madhabahu ambazo tumetubadilishia miguu. Miguu yetu irejeshwe. Miguu yetu irejeshwe, mikono irejeshwe. Kuna mahali nilipita siku moja, wanauza vitumbua. Mungu atusaidie tunakwenda kwa vitumbua na lazima kila kitu. Tunapokuwa tujue kuviombea. Sasa wakati ile anapiga vitumbua, ikawa nashawishika kwamba niende pale kwenye vitumbua. Wakati nimefika, yule mtu aliyekuwa akiuza vitumbua akanikodolea macho sana, na mimi nikamkodolea. Wakati nikiwa namkodolea akataka kuniushia vitumbua. Sasa mimi nikawa namshangaa. Sasa na watu wengine wakawa wanashangaa. Anarusha vile vitumbua kama mtosi mkubwa. Sasa nilijiuliza, ndio Mungu msaidie, shida ni nini? Kwa sababu alipokazia macho yake kablazi. Kwa nini anatazama na kutazama? Anarusha vitumbua na kupata vitumbua. Na kuja kufunuliwa yeye ameshaku aliwahi. Yeye akagundua, akajua huyu ni msichana. Lakini alipoanza kufanya fujo na mimi kaanza kuongea ya roho, Mungu nisaidie nielewe hivi vita ni nini. Anachotumia kugeuza na kutolea vitumbua ni mkono wa mtoto. Mtoto yule anaweza kama yupo. Lakini wameshaona mkono wake ni mkono wa biashara. Tuchukue Mungu tusaidie. Mguu wako huu ni mzuri, tunauchukua mguu wako. Kinywa chako hiki ni kizuri, ukiongea unaweza kushawishi watu, tunakichukua. Na unakichukua kwa njia gani? Hiki sasa hivi na mzunguko ni maana anapigaga huko. Sasa hata tuniseme ili wakija na mao ukirusha mao tujue namna gani ya kuyapata. Ninaweza nikaja rafiki yangu nikakununulia mua. Sawa eh? Nakupa mua hapa, tunapita pale hiyo mzuri hii. Tutemiwa. Mimi napenda watu wanapenda. Tunaweza kuangalia hiyo. Ninachokitaka nataka mate yako. Nitachukua ile ganda langu, nimekununulia mua wa 1000. Kula ukitema mimi na kuangalia huko, tunaangalia tunataka tunagonga, nitachukua ile ganda ulilotafuna. Shamaliza. Ukiongea ni makelele, ni matakataka, ni manini, usemi wako nachukua mimi. Nikienda kuomba kazi napata kazi, wewe unapata kazi. Haleluya. Sijafa, nipo nazungumza. Lakini kilichochukuliwa ni maneno, ni usemi wangu. Anakutumia mtu mwingine. Hivi tunaangalia kwenye mitandao, mtu anasimama anaanza kusema shikamoo Mungu, shikamoo, 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 anashindwa kujieleza. Unafikiri yule mtu anakuwa kuongea? Wamemdai, wamechukua usemi wake. Mtu mwingine asiye na sifa anasimama mbele za watu, watu anaongea, watu wanapiga makofi. Kumbe
zawadi anatulia pale kuzungumza mwenye usemi wake. Na sasa hivi tunaangalia Mungu sana. Kwa hiyo rafiki yangu wapendwa katika Kristo, hata kwenye mitandao tunaona anakuja rafiki, anakuletea zawadi, anakuletea cheki, anakuvalisha ile cheki au anakuona kama mwenyewe. Ghafla sura yako inabadilika, unakuwa kama kinyago, lakini wewe jinsi tutazama tunaona kinyago kizee kikongo. Abidi ndio niko feli hapo. Nani rafiki yangu huyu? Rafiki yako kama analetea zawadi ya nguo za ndani, wewe unaomba ujue kujinunia. Na mnavaa shinde mbele. Kwa hiyo tujue, hatuwezi kuzijua hizo ila sawa. Sasa haya ndio wanakuja kwa nini umewambia. Tutia siku kwa jina la Yesu. Kwa hiyo unapojiombea, jiombea ukiwa unajua naombea nini. Narudisha usemi wangu unapoombea. Ili nilifungwa, hata kusema ulifungu. Wewe uweze kuongea kitu cha maana mbele za Mungu. Ili pia ukiongea huko unaombea nini? Yaani hivi anaombea nini? Sio unaongea nini wanashalipa. Na ndio maana tunaambiwa mawazo ya moyo wangu na maneno ya kinywa changu yapate kibali mbele za Mungu. Kama yanatakiwa kupata kibali mbele za Mungu, ndivyo hivyo yapata kibali mbele za watu. Biashara zetu zipate kibali za watu tuzungumzie. Sasa tunazungumza mshabibi usiku. Kwa mfano wa kwanza tumefika wanandoa hapo tuelewe vizuri sana. Hapo badilishwa useme kila siku ni makelele, kila siku huko ndani ya ukakiki, kila siku Mungu useme kishabadilishwa zamani za ndoa. Kila siku yani wewe unaongea nini wewe? Hivi kweli ni takataka. Okay. Mfano wa kwanza sura 3 mstari wa 19. Mstari wa 20. Utasoma tu kuanzia hivi upate vizuri hizo pointi hapa, lakini nataka nianzie hapa. Nasema mtoto wa mwanamke huyo akafa usiku, maana alimalia. Akaondoka katika usiku, akamwondoa mtoto wangu ubavuni pangu. Mimi mjakazi wako nilipokuwa usingizini, akamweka kifuani pake, na mtoto wake mwenyewe aliyekuwa amekufa akamweka kifuani pangu. Nilipoondoka asubuhi, nionyeshe mtoto wangu, kumbe amekufa. Hata asubuhi nilipomtazama sana, kumbe sio mtoto wangu niliyemzaa. Ndipo yule mwanamke wa pili akasema, sivyo hivyo, bali mtoto wako ndiye aliye hai na mtoto wako ndiye aliyekufa. Na mwenzake akasema, sivyo hivyo, bali mtoto wako ndiye aliyekufa na mtoto wako ndiye aliye hai. Ndivyo walivyosema mbele ya mfalme. Na itafuta mistari miwili hapo juu. Hawa ni wanawake makahaba, walizaa watoto kwa kufuatana, lakini wakati usiku wa kulala, huyu mmoja akamwambia mwenzake, akamuua. Akaona sasa hapa isiyoishi, watoto wetu wanakaribiana. Akamchukua mwenzake aliye hai, akaweka kifuani kwake, akachukua aliyekufa, akamwekea huyu ambaye mtoto wake yuko hai. Huyu anaamka akatazama, anasema, hivyo ni wa kwangu kweli? Anamtazama sana na kujua kwamba sio wakona akiendesha katika sasa. Kwa mfano, nini nataka tuone? Miguu ya kwetu tumebadilishiwa. Hatuna miguu yetu original. Twende mbele za Mungu, turudishe miguu yetu. Amen. Turudishe miguu yetu. Nilikuwa nazungumza vitu hapa sana, miguu na mamlaka na usalama na uwezo na umiliki. Hivyo ni vitu ambavyo natakiwa kuombea miguu yako. Kama walishaniondolea umiliki, ninarudisha. Nilikitazama nasema hapana, sitaki kuwa hivi. Kwa kweli mimi sio wa hivi. Kuna nini? Kuna namna ambavyo nimebadilishiwa hii miguu. Kuna namna ambavyo ukishaona wanaotoka nyuma wanakaa kwenye viti, wewe tu hapo kama vile unaona hapo, ukijua kuna aliyekaa kwenye nafasi yako, wewe umeondolewa kwenye nafasi. Sasa tunakwenda kwenye migongo yako, unaondoa aliyekaa, unajiletisha mwenyewe na usalama wako na nguvu zako na mwili wako. Ukionea huruma mtu kuwatoa wao, kuonea huruma. Yesu anamwambia Yoshua anapomwelekeza wanapokwenda, alimwambia wapige waiti wa Yerusi na Mkanani. Kwa nini? Hakuna kitu unachokitaka ambacho kitakaliwa na mtu mwingine.
zako kwa wengine. Tusimame. Tutakwenda kumwambia Mungu kila haki yetu iliyobadilishwa irejeshwe. Tumejua miguu imebeba nini watu wa Mungu. Unapata elewa? Toka Jumatatu tunazungumzia miguu. Kuna nani ana maswali kwamba sijui napombea miguu ni nyombeeni? Ni haki yangu mimi kumiliki. Ni haki yangu mimi kutawala. Ile kwamba sitawali sipate yale natakiwa kuyapata haimaanishi neno limetenguka, ila ni mimi natakiwa kuomba kwa bidii. Nasema kuomba kwake mwenye haki, huyu ni mwenye haki lakini nampaa aombe kwa nini? Sawa wapendwa? Amen. Sasa tunakwenda kwenye kazi. Hapo mwenye mti atavuka kwenye nini atajini wewe pambana kadri wenzake. Uhakikishe unarudisha uhalali wako. Rudisha miguu yako, rudisha nafasi zako. Nilikuwa naongea na huyu aliyeona unavuka. Kuvuka ni jambo moja rohoni, kulidhihirisha mwilini ni jambo la pili. Pambana kutoka rohoni kwenye mwilini. Sawa? Ninyi ambao mliotaka ndoto tayari ushajua uombe nini. Uliomba nini? Nenda kwenye ulimwengu wa kumoa chochote alichokuambia. Angalia, huyu aliota ananatwa na mtu ambaye taresha. Sasa hivi mauti tu ndio hiyo kwa. Miguu ndio hiyo ishaanza kuangalia kukatika. Sema amen. Katika jina la Yesu. Ninakushukuru kwa uaminifu wako. Umenituma neno ili kuniponya na kunitoa kwa uangamivu. Na umesema unayejua mawazo unayoniwazia ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kunipa mimi tumaini siku zangu za mwisho. Ee Mungu wa rehema, nakuja kwako katika jina la Yesu. Miguu yangu ilikoshikiliwa, ilikofungwa, ilikokamatwa, ilikobadilishwa, ninakwenda kwenye ulimwengu wa roho. Ulinipa miguu vizuri, ikabadilishwa, ikawa miguu mibaya, iliyobeba habari mbaya. Sioni matokeo ya faida zangu, sioni utayari kwenye miguu yangu, sioni umiliki kwenye miguu yangu. Baba wa rehema, ninarudi kwako kwa damu ya Yesu. Naomba toba, naomba rehema. Umesema na mimi mara nyingi kwa baadhi ya hatua zangu, lakini mimi sikutia maanani. Leo hii nimetambua kosa langu, ninarudi kwako. Naomba toba, naomba rehema, naomba msamaha. Nisamehe Bwana, nisamehe Bwana kwa jina la Yesu. Naomba unitakase, nirudishe tena kwenye ile nafasi uliyonikusudia kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Imeandikwa, ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Silaha tulizo nazo zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Kwa jina la Yesu nakuja kwako, ninakwenda kwenye ulimwengu wa roho. Mahali popote hatua zangu zilipoondoshwa, hatua zangu zilipofungwa, kwa jina la Yesu, miguu mibaya niliyowekewa ninaiondoa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Maana umesema ni vizuri kama nini miguu yao ipelekao habari njema. Miguu yangu ina habari mbaya, siyaoni yale mema uliyoyabebesha kwenye miguu yangu. Na nikiza damu ya Yesu kwenye miguu yangu, ninaondoa chochote kilichofanyika kwenye mguu wangu kwa jina la Yesu. Mguu wa kushoto, mguu wa kulia, na nikiza damu ya Yesu, ninaondoa chochote kilichowekwa kwenye nyayo zangu kwa jina la Yesu. Madhabahu yoyote iliyokamata hatua zangu, utayari wangu, umiliki wangu, usalama wangu, uwezo wangu, damu ya Yesu ipite sahihi, inikomboe na kunitoa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Umiliki wangu
uliokamatwa uachiliwe kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mungu Baba, toa miguu yangu kwenye kila aina ya uovu ulioachiliwa kwenye miguu yangu kwa damu ya Yesu. Kila unajisi iliyotiwa kwenye miguu yangu, kila uchafu iliyopakwa kwenye miguu yangu, kwenye miguu yangu kwa jina la Yesu. Naachilia damu ya mwana kondoo ipite sahi kwenye miguu. Kila sumu iliyoachiliwa kupitia ndoto, kila uchafu iliyopakwa kupitia ndoto au walioshika miguu yangu kupitia ndoto, ninakwenda kwenye ulimwengu wa roho. Kila miguu iliyonyoshwa, iliyokamatwa kwa damu ya Yesu, iachiliwe, iachiliwe. Bwana wowote ulionyoshwa kukamata miguu yangu, naupiga, ninaupiga hiyo mikono, ninaipiga hiyo mikono iliyokamata hatua zangu, inanusuia baraka zangu, inanusuia utayari wangu, inanusuia mafanikio, inanusuia maongezeko, inanusuia kibali changu kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Walioshikilia watoto wangu hatua zao kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye utayari wa watoto wangu, kwenye miguu yao, kwenye miguu yao kwa damu ya Yesu. Ninawafungua walioshikiliwa, ninawapata kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai, ninawatoa kwenye madhabahu za mashetani waliofungwa hatua zao, utayari wao, uwezo wao kwa damu ya Yesu. Omba ukiwataja majina watoto wako, ndugu zako uliozaliwa na mtoto mmoja, nataja kwa majina, madhabahu zetu zimewakamata nini. Sema Yesu, ninawaleta na ndugu zangu, nawe umesema unatafuta mtu miongoni mwao atakayesimama mahali palipobomoka atengeneze boma. Usije karibu nchi, ninasimama kama kuhani wa malango ya familia ya baba yangu kwa damu ya Yesu. Ninawataja ndugu zangu wa Yesu tuliozaliwa tumbo moja, damu ya Yesu ikatukomboa na kututoa kwenye tena za baba zetu, za babu zetu, tulikoshikiliwa, tulikofungiwa kwa
unganisha na bandari za vijiji tulikotokea, inasemesha ienzi, ikapeleke taarifa sahihi kwenye hizo ardhi ambazo watu hao wamekamatwa, ambazo wameshikiliwa kwa damu ya Yesu. Rabosa ndara makosa, rabosi kini makosa manda, rabosa ndara basana, rika rabosa ka, rabosi kini mandoro makosa, rabosa ndara makosa, rabasana. Ndio wataje tu ndugu zako watatu. Unapotoka wewe na ndugu zako, natoka wote. Natoka wote, ile agano linaharibiwa na utumwa na kukaa kwenye umaskini na kukaa kwenye hali ya kufinyiliwa na kutokustawi na kutokuongezeka. Miguu ya watu iachiliwe. Miguu ya watu iachiliwe. Madhabahu zilizoshika hatua za watu, zilizokamata baraka zao, zilizokamata maongezeko ya kwao, zilizokamata ushindi wao, zilizokamata kuinuliwa kwao, zilizokamata vyeo vyao, zilizokamata hatua kwa damu ya Yesu Kristo. Ule uwezo wao ambao umeibiwa, tunakwenda kwenye ulimwengu wa roho. Umesema ndio kuonewe, umesema ndio kuonewe, umesema Yesu alituokoa na nguvu za giza, na nguvu za giza, na nguvu za giza kwa damu ya Yesu. Hiyo miguu iliyokamatwa kwenye madhabahu za giza, tunawatoa watoto wetu, tunarudisha huo uwezo, tunawafungua, tunafungua hatua zao kwa jina la Yesu. Kila kinachotujia kwenye ukingo wa mtego, kinachozuia hizo baraka, kinachozuia huo usawa, kinachozuia huo ushindi, kinachowazuia kwa moto wa Bwana, kwa moto wa Bwana, kwa moto wa Bwana. Moto uwake kwenye hiyo miguu, moto uwake, unaombe hicho kilichoachiliwa, hayo mapando yaliyopandiwa, huo moto wa kigeni ulioachwa kwenye miguu, huo moto wa kigeni unaokuwa ukiwaka kwenye miguu ya watu hao kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu. Hayo maumivu yaliyoachiliwa kwenye miguu, hayo maumivu kuanzia kwenye nyonga, kwenye pimpili, kwa jina la Yesu wanaachiliwa, wanatoka, wanaachiliwa, wanatoka, wanaachiliwa, wanatoka. Kila kifungo ambacho miguu yao imefungwa kinakatika leo, kinakatika, 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 kinakatika. Vifungo vya umaskini vinakatika kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu. Tunashika magoti ya kwetu, tunaondoa hayo maumivu, magoti kujaa maji, maumivu ya tena, pingili za wote kuyeyuka, resa kata, wanaachiliwa, wanaachiliwa, wanaachiliwa kwa damu ya Yesu. Ndio Bwana, tusaidie Bwana, tusaidie Baba, tusaidie Mungu mtakatifu, tusaidie miguu yangu wavune, iombee miguu yangu kwenye uovu, iombee miguu kwenye uovu, kwenye uovu. Anasema waovu wamenizingira, wamezingira miguu yangu, wamekamata mikono na miguu, wamekamata mikono na miguu, au waovu waliotuzunguka wanaotafuta kuharibu watoto wetu, wanaotafuta kuharibu maisha yetu, wamekamata miguu, wamekamata mikono, wamekamata miguu kwa jina la Yesu.
Tengenezeni njia. Kiondoe kila kikwazacho katika njia ya watu wangu. Narudia. Naye atasema, tutieni, itengenezeni njia. Yesu anataka mtengeneze njia. Kiondoe kila kikwazacho katika njia ya watu wangu. Sema Yesu. Kitu chochote kilichoshikilia hatua zangu, kinachokwaza, kinachozuia baraka zangu zinabadilishwa. Jioni ya leo zinarudishwa. Ninaondoa hayo magonjwa, watu waliokaa kwa nafasi yangu, waliochukua miliki zangu, wanaozuia baraka zangu. Nikiondoa kila kikwazacho, nami nakwenda kwenye ulimwengu wa roho. Kila kinachozuia baraka zangu kiondolewa. Wawe ni watu, yawe ni magonjwa, viwe ni vitu, vinaondolewa kwa damu ya Yesu. Anaanza kuondoa kile kinachokwaza, ondoa kile kinachozuia, kinachokuzuia kumiliki wewe, kinachokuzuia kubarikiwa, kinachokuzuia baraka zako, kinachozuia utayari wako, kinachozuia kushinda, kinachokuzuia, kinachosababisha baraka zako zikabadilishwa. Wakaangalia nafasi yako ambayo inatakiwa kuwepo hapa. Anasema yeye alituokoa. Acha Yesu aokoe hatua zako leo. Acha aokoe hiyo ndoa, acha aokoe hiyo biashara, acha aokoe hiyo nafasi yako kazini. Mwambie Bwana, yeyote anayenizuia, yeyote aliyekaa kwenye njia yangu, kwenye baraka zangu, aliyekamata hatua, ninamuondoa. Ayapitisha fagio. Anasema atapita kwa fagio la uaminifu. Pitisha hiyo fagio la chuma, nikafagie, nikaondoe, nikaondoe magonjwa, nikaondoe mateso, nikaondoe kwa jina la Yesu, nikaondoe kwa damu ya Yesu, niondoe walikaa hapo, wanaotuzuia, waliotukwamisha, wanaotusonga, waliokamata hatua zetu, wanaondolewa, vinatolewa. Hayo magonjwa yanatolewa kwa damu ya Yesu. Hayo mateso yanatuachia, hayo mateso yanatuachia, hayo mateso yanatuachia, hayo mateso yanatuachia kwa moto, yanatuachia kwa jina la Yesu, yanatuachia hayo mateso kwa jina la Yesu Kristo, yanatuachia hayo mateso, yanatuachia, yanaachia hatua zetu, yanaachia nyumba, yanaachia miguu, yanaachia hiyo miguu, na hiyo miguu inayopita, huo mzito uliowekwa kwenye miguu, kila ukitaka kupiga hatua unasikia uzito, unapambana, lakini vinatokea madogo kwa damu ya Yesu. Vinaondolewa, vinatoka, vinakozuia chochote kinachokula baraka zangu, vinaachia kwa jina la Yesu, vinachukua haki zangu kwa damu ya Yesu. Yeyote aliyekaa kwenye nafasi iliyotakiwa kuwepo anaondolewa kwa moto pana. Fagio la uaminifu linapita kuondoa, haki yangu iliyobadilishwa inaleteshwa, haki yangu iliyobadilishwa inaleteshwa, haki yangu iliyobadilishwa inaleteshwa kwa jina la Yesu Kristo. Na yeyote aliyekamata aiachie kwa jina la Yesu, kwa damu ya Bwana Kondoo. Mwambie Baba, nibadilishie majina, nimechoka kukaa kwenye hali, nimechoka kukaa kwenye madeni, nimechoka kukaa kwenye magonjwa, nimechoka kukaa kwenye umaskini. Mwambie Baba, badilisha. Anamwambia Danieli, yeye ni Mungu anayebadilisha majina na nyakati. Mwambie Baba, nibadilishie. Wewe ulisema unatuelezea miaka iliyoliwa na nzige na tunutu na balaa. Mwambie Baba, nirejeshe. Rejeshea watoto wangu, rejeshea miaka yangu, rejeshea baraka zangu, rejeshea hatima yangu, nibadilishie hayo majina, rejeshea hayo majina. Naomba ushike Mungu, shika kiuno. Naona mtu amefungwa kitu kiunoni. Wazazi napenda kufungua watoto vitu kiunoni. Kilichofungwa wewe hakikuwa
sijui ndiko ilikuanzia chanzo cha magonjwa ya matatizo ya uzazi. Sema Yesu. Bwana Yesu. Damu yako ya thamani ikapite kwenye mfumo wangu wa uzazi, ikapite kwenye nyonga, ikapite kwenye magoti, ikapite kwenye nyayo. Bwana Yesu, chochote kilichofungwa kwenye kiuno kikasababisha haya mateso, kuanzia saa hii ninakiharibu kwa moto wa damu ya Yesu. Kiwe kimefungwa katika mwili, iwe kimefungwa kwenye ulimwengu wa roho, na pita saa hii na damu ya Yesu ninakiyeyusha, ninakata hiyo kamba walioifungia ikaleta madhara kwa damu ya Yesu. Anaanza kukata kwenye kiuno, anaanza kukata, anaanza kukata, anaanza kukata, anaanza kukata. Wewe ndio unayejua anayesikia maumivu kwenye kiuno za kuongoza. Resa kana baba sana. Rabosha kana makoya. Rapa koya mama. Tanto tayo mateso. Tanto tayo magonjwa. Hayo waliofungwa. Iko waliowekewa kwa damu ya Yesu. Tunamilipua kwa moto. Maelekezo ya waganga. Maelekezo ya wachawi. Maelekezo ya washirikina. Tunaharibu hayo mafungo waliofungwa kwenye kiuno. Mafungo waliokatiwa. Waliofungwa kwa jina la Yesu. Yakakamata mfumo wa uzazi. Yakakamata pingili. Yakakamata hizo nyonga. Kwa damu ya Yesu. Nalipua kwa moto. Nalipua. Wanaachiliwa kwa moto. Wanaachiliwa. 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 Kwa moto wa Bwana. Kwa moto wa damu ya Yesu Kristo. Unateketeza hizo kamba. Unateketeza hizo kamba. Unateketeza hizo kamba. Kwa jina la Yesu. Naomba mnitie huyo mama leo ameona. Mama leo ameona sana. Oya leo ni. Kana basa. Bila shaka. Omba tu usianze. Endelea kukata, endelea kukata. Unapokata unakata tongo, unakata kwa watoto wako, unakata kwa watoto wako. Reza karama sikarama. Rapa shetarama rika sana. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, kila kamba za mauti, kila kamba za mateso, kila kamba za magonjwa, kila kamba za uharibifu, nakata kwa moto, nakata kwa moto, nakata kwa moto, nakata kwa moto. Kila kifungo kilichofunga, kila kifungo kilichofunga, kila kifungo kilichofunga, kilichokamata nyonga, kilichokamata pingili, kilichokamata matumbo, kilichokamata viuno, kwa damu ya Yesu Kristo wanatoka na kuachiliwa. Anatoka na nguvu, anatoka na uzao, anatoka na mamza, anatoka na biashara. Kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, hizo kamba zinakatika, mafungo yanakatika, mipepo inayeyuka kwa moto wa Bwana, kwa moto wa Bwana, kwa moto wa Bwana, kwa moto wa Bwana. Katika jina la Yesu Kristo, tunakata hizo kamba za mauti, tunakata hizo kamba za mauti, tunakata hizo kamba za mauti, tunakata hizo kamba za mauti. Nguvu za giza zinazosimamia hiyo agano, toka machia, toka machia, toka machia, toka machia, toka machia na uzao wake, toka machia jina yake, toka machia maisha yake, kwa moto wa Bwana, kwa moto vya kwake vyote vinafunguka. Hizo kamba zinakatika, hizo kamba zinakatika, hizo kamba zinakatika. Hayo manuizi yanachoma moto, manuizi yanaharibiwa, viapo vinabadilika kwa moto wa Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Nguvu za Bwana zipite, zipite na kufanya operation mpya, zipite na kuondoa chochote ambacho kusiwekea Mungu. Nashangaa amenyamaza. Naomba Roho pale iko kusaidia. Raba shaka bakoni. Ribo siki makola mandani kwa sana. Bwana Yesu. Ameleta mtoto wako. Asante na wema watu juu. Saidia kwa Saidia kwa
Yesu Kristo. Anatoka kwenye hiyo mifungo, anatoka kwenye hiyo ngano, anatoka kwenye hiyo mauti kwa damu ya Yesu Kristo. Miliki zake zirejeshwe, haki zake zirejeshwe, utayari wake urejeshwe, uwezo wake urejeshwe, neema hii ya kiungu iachiliwe tena, iwe juu yake kwa upya kwa damu ya Yesu Kristo. Mpe nguvu mpya tena, mpe neema mpya tena kwa jina la Yesu Kristo. Sema Bwana Yesu, imeandikwa fimbo ya udhalimu haitakaa juu ya fungu la mwenye haki. Kuanzia sasa ninaondoa miguu yangu kwenye ubaya wa aina yoyote kwa damu ya Yesu. Ayayeweke kwenye ubaya, ondoa miguu yangu, ondoa tu. Sema tu hayo maneno kwamba naiondoa miguu yangu kwenye ubaya, naiondoa miguu yangu kwenye ubaya, naiondoa miguu yangu kwenye ubaya. Fimbo ya udhalimu itakaa juu ya fungu la mwenye haki. Ninakataa miguu yangu kuwa na habari mbaya, miguu yangu itakuwa na habari njema. Haitaleta mapoza kwangu, haitaleta mauti juu yangu, haitaleta mateso juu yangu, haitaleta uharibifu juu yangu. Miguu